Kama nilivyokuambia, asubuhi ukiamka unafanya kazi zako za ndani mapema. Sawa? Hakikisha unaamka mapema uandae chai kabla shemeji yako aje na kazini. Sawa? Sawa madam, nimekuelewa. Nitafanya hivyo kila siku. Babe, karibu. Mke wangu, mimi nilikuwa namalizia kujiandaa huko, nahitaji kutoka sasa. Lakini nikaona nije na kusikiliza kwanza kabla sijaondoka. Nilikuwa nataka kukuambia kuhusu Julie. Huyu dada anaitwa Julie, msichana wetu wa kazi. Atakuwa anatusaidia kazi ndogo ndogo. Si unajua anakuwa anachoka. Basi sawa. Kwa sababu wewe tayari umeshalipitisha hilo, mimi siwezi kupinga. Hata pia unaweza ukasema lolote. Basi sawa, kwa sababu umependekeza niongee lolote. Karibu sana. Asante, nashukuru. Julie, mheshimu kama unavyoniheshimu mimi. Tumeelewana? Hamna shida dada. Tumeelewana? Sawa madam. Sawa. Haya, basi mimi ngoja niwaache jamani, nitoke kidogo alafu tutaonana baadaye. Esther, usichoke kurudi. Sichoke kurudi. Haya, muone siku njema basi. Kwa hiyo sasa hivi hapo unaenda kufanya nini? Naenda kupika roast ya ndizi. Unajua kupika? Amna madam, najua. Unajua mama yangu kanifundisha vizuri kupika. Usijua tupikia madude ajabu ajabu hapa? Hapana bwana, mimi nakupikia kitu. Mzima. Mzima dada, kama siku. Nzuri tu, vipi umefika muda? Dada yangu, ina sana nusu nimekaa. Julie alikuja hapa? Kalikuja kaka kanajipitisha hapo. Nikamwagiza aje akuite, lakini nashangaa yani muda wote nimekaa tu hapa utokee. Au hamfundishi namna ya kuwapokea wageni? Unajua nini? Mimi nilikuwa nimelala, alafu nilimwambia nikiwa nimepumzika asinisumbue. Yaani mtu akija asiniite kabisa. Mimi nilikuwa nimechoka na kazi. Dada, ndo sana nusu. Kweli? Kwa muda wote umekaa hapa yani Julie hajakuhudumia chochote au ni shida ni nini yani? Yaani dadangu kama unavyoniona hivi nimekuja hapa. Nimemwagiza muda mno. Ngoja. Julie. Abe mmoja. Njoo. Mama anasemaje huko nyumbani? Bi mkubwa yuko poa. Amekusalimia hata. Abe madam. Ulikuwa wapi? Nilikuwa jikoni napika. Unapika saa 9. Hivi unajua sasa ni saa 9? Unapika nini? Nilikuwa napika chakula. Aya, umemwona mgeni? Ulikuja hapo kumhudumia? Hapana madam, kaja sio muda sana na mimi ndo nimeingia jikoni kupika. Yaani sasa nikwambia kitu. Mimi hapa nimekuja lisaa na nusu sasa hivi. Huyo yupo tu. Anazulula tunamuita hapo, yani kujipitisha tutafikiri kama bibi harusi na wale jana. Hivyo na nini? Kwa kakaangu mimi ni mwongo? Hawa wafanyakazi wenu wamwafundisha. Yaani sijui mnawatoaga wapi. Hebu liangalia ilifanya kazi zimebandika makope. Anakuvalia hivi kweli mfanyakazi huyo? Ni mfanyakazi gani huyo? Mimi nakwambia dada hapa nina lisaa kabisa. Lisaa nimekaa hapa. Huyu hapa nimemwagiza huyo. Karibia mara 3 aje akuite huko ndani. Alafu aitana nidengulie. Wafundisheni hao. Kila siku nakwambia Julie, mavazi gani haya unavaa wewe? Hapana madam, samahani. Kaka naomba unisamehe, madam naomba unisamehe. Samahani? Hawa wafanyakazi wa hivi kwa nao makini sana. Sana. Unajua binti kama huyu, kwa jinsi anavyojionyesha ana mambo mengi. Na usivyoangalia hata mume wako atamchukua. Unasema nini wewe? Nimekaa tu hapa namwangalia yeye. Yaani kiukweli dada yangu nikwambie tu kweli. Hapa huna mtu.
Hapa unaganda tu limekaa. Alafu linazuga kama mfanyakazi, lakini huyu ana jambo lake. Mfanyakazi gani hivyo? Huyu useme mfanyakazi. Sawa, ndio ni mtoto mdogo, lakini muone. Nasema mfanyakazi huyu atakuja kukupa sara bure tukafungwa huyu. Mimi nakwambiaga kila siku ukitaka wafanyakazi nitafute mimi, niagize kijijini kule uletewe, unaletewa mfanyakazi wa hivi. Aya, muombe kakaangu samani. Kaka samani itarudia tena. Yaani anapigaje magoti hivi? Huyu anatakiwa apigishwe magoti. Toka. Nyanyuka uondoke bana wewe hapa. Kunichefua tu. Muone kwanza ni nguo yake. Yaani ndio usipokuwa makini atakupanda kichwani. Lione kwa wewe. Fanya kazi gani? Linavaa nguo ya ovyo ovyo. Muangalie sura yake. Yaani sijui ukoje, anasumbua kama nini. Hebu achana naye kaka. Kinazungumza, hatua za pole gizani zinatembea, mlango unalia kama una siri, kuna macho yanatazama bila kuonekana, ukigeuka nyuma hakuna mtu, lakini pumzi ipo karibu sana. Ukijaribu kukimbia gizani, kivuli kinakuja tena, kivuli cha dada wa kazi. Tabasamu lake linaficha giza, mikono yake imebeba siri, moto wa taa unazimika pole pole, na kivuli chake kinakuwa kikubwa, ukisikia jina. Kwani umevaa nguo kama hizo?
Ina maana wewe uone kama hiyo nguo ni fupi, si ndio? Nimeinanili tu kwa ajili ya usafi kwa sababu nilijua niko peke yangu, sikujua kama umerudi. Siku 2 tumeanza kutuzoea ndani. Hapana. Wakati tunakuja uje nguo ndefu. Madam kaniambia ataninunulia. Atakununulia. Yaani siku nyingine nikija nikikuta umevaa nguo kama hizi, utanijua mimi ni nani. Umenielewa? Ndio, nimekuelewa bosi. Alafu baby, kuna kitu mimi nahitaji kukwambia. Sawa baby. Wamwona yule dada wa kazi ule mleta yule? Nani yule? Yeah. Huyo mtoto huyo. Kwani kuna tatizo? Yaani mke wangu huwezi amini. Juzi tu hapo nimeota yule mtoto ananikaba, nakwambia na ananikaba kabisa, yani viko na shingo, yani anataka kuniua. Huwezi amini, nikashtuka ghafla. Bana, mwachana na habari za ndoto. Hivi mpaka leo unaamini ndoto? Yaani mimi kukusimulia mke wangu haina maana kwamba eti labda mimi naamini sana masuala ya ndoto. Lakini kitendo cha kuota kitu alafu kikatokea, yani kikweli kimenishtua sana. Sasa sawa, ndoto za aina hii huwa zipo, lakini kilichonishangaza zaidi, nikaja nikakukuta naye alafu unanitambulisha kwamba eti ni dada wa kazi. Sasa nashindwa kuelewa. Yaani kiukweli hii kitu bado inanichanganya sana. Nimeshindwa tu kukataa pale mbele yake, lakini sina imani kabisa. Hizo ni ndoto tu baby, achana nazo. Mbona Juli ni mtoto mzuri tu. Wala hana shida. Sawa baby. Sawa. Mbona kama unataka kutoka, unaelekea wapi? Ya, nataka kutoka, naenda supermarket kidogo, kuna vitu vimeisha. Haya, sawa basi. Mimi bado nipo. Lakini baadaye kidogo pia nitatoka. Usichelewe kurudi sasa. Basi sasa sitochelewa kurudi. Usiku ukifika, milango ifunge, maana usiku ukifika, milango ifunge, maana kivuli chake Karibu shole yangu. Umekaribia za hapa. Nzuri tu. Kwema. Kwema, nimekwema. Isi. Familia jambo. Jambo. Shemeji yangu. Mzima kabisa. Shoga yangu, kabla ya yote, mbona usaidie maji ya kunywa? Juli. Mletee dada maji. Haya, niambie udugu wangu. Poa. Naona umetulia hapa mtoto.
Umependeza shoga yangu. Kweli mambo sio mabaya. Shikamoo. Maba, ujambo? Uza wewe? Salama. Aya, asante. Hata Shoga ngumi nitavakali. na binti yangu mpya huyo. Naona kazi zinazidia hapa, nimetafuta mtu mwingine. Naitwa Julie. Shoga yangu. Unaendeleaje kwanza mdani? Si wazima. Yaani umetususa vibaya mno. Hivyo nimekuja kuhusu ile ishu ambayo tuliongea ya kazi. Ile ishu. Basi hata usijali. Hapa hata kijaribika kitu. Bado inafuatilia japo kuna sehemu alinipa kalenda. Ila nategemea kwa sababu pia nimemwambia shemeji yako. Ameniambia kule ofisini kwake kutakuwa kuna ishu, kwa hiyo ataniangalizia. Shoga yangu, nakutegemea kama unavyojua tena maisha hapa Dar es Salaam bila kazi hujatoboa. Kwa hiyo ndo ashaka kabisa shoga yangu. Shemeji kwa kumepoa ndani na hii jumba ilikuwa kubwa sasa. Shemeji yangu katoka asubuhi kaenda huko kazini. Yule alisema hatuchelewa kurudi. Shoga yangu, mimi naona nikuage. Swali ulijua Dar es Salaam. Mapema yote haya. Hai zote za nini? Wewe usafiri daladala njiani. So kweli. Kwa hiyo sasa Basi ngoja nikuchoe au unasemaje? Tabasamu lake linaficha giza, mikono yake Sasa ni bwana, nikuita hapa, kuna jambo moja tunahitaji kuzungumza na wewe. Hivi wewe ulishaiona wapi mtoto wa kiume anakimbia matatizo? Hakuna. Mwanaume ni lazima upambane na matatizo yako. Dada yako ameniambia kwa nyumbani kwako kuna mambo hayako sawa kati yako na mke wako. Lakini nilishangaa sana aliponiambia kwa eti umekimbia na umekuja kujificha huku kwa dada yako. Hivi kweli shemeji, wewe una akili vizuri kweli wewe? Kwa shemeji, mimi nakuelewa vizuri. Yaani watu nao niambia mimi nakusikia. Lakini yule mwanamke ana shida. Yule mwanamke ana gubu. Yaani yule mwanamke aisee, sijui ametokea dunia gani. Maana haelewi A wala B. Nagombana naye karibia kila siku. Nikienda kutafuta hela ananiambia naenda kufanya umalaya. Nikikaa nyumbani ananiambia mimi ni mvivu. Yaani vituko tu. Yaani at least mara 100 gubu la mama mjamzito kuliko gubu la yule mwanamke. Kiukweli bwana shemeji, nimevumilia sana. Na ndio maana mwisho wa siku nikatoka kule nikaamua kuja hapa kidogo kuja kujishikiza. Sasa haya, wewe umeshakimbia tayari. Matatizo yako yameisha? Au ulikuwa unahisi ukikimbia na matatizo pia atakimbia familia yako? Matatizo yako yako pale pale. Wewe ni mtoto wa kiume.
halafu umeshakuwa mtu mzima sasa, na ndio maana una mke. Changamoto zote za familia yako unatakiwa zitatue wewe. Sasa basi, sio kwamba nakufukuza, ila unatakiwa ukae hapa siku 2-3, halafu urudi kwa mke wako, mkakae chini, mzungumze, mmalize tofauti zenu, na kama mkishindwa kuelewana nyewe wenyewe kwa wenyewe, basi tutakutumia nauli uje naye hapa, tukae chini, tuangalie tatizo nini, ili mradi nyumba yako pia iweze kuwa na amani. Mimi nadhani tumeelewana. Yaani yule mwanamke aje hapa, bwana shemeji, unipende, yaani unipende, ila sawa, mimi na imani kwenye watu wengi hakuna kinachoharibika, tutajua tunafanyaje. Lakini bwana shemeji, kuna kajambo kadogo nataka nikudokezee. Jambo gani hilo? Yaani mimi mpaka leo sielewi huyu mfanyakazi wako wa ndani huyu. Juli. Mimi simuelewi ujue. Yaani ana tu vitu fulani hivi tudogo hatueleweki, kama yupo kaskazini au yuko kusini, kama yuko magharibi au yuko mashariki. Yaani ana tu vitu hivi. Hivi unamchukuliaje mfanyakazi? Mimi binafsi namuona yuko sawa tu. Labda ni vile damu zenu labda hazijaendana, lakini namuona anafanya kazi vizuri, anajituma, yani anailinda sana familia yangu. Lakini usijali, mimi nitakaa naye chini, nitaongea naye, na kama kuna changamoto yoyote basi nitajua namna ya kuimaliza. Hapana, huyu mfanyakazi ana shida, na usivyoangalia bwana shemeji atakuja kuharibu familia yako. Maana mimi siku kadhaa tu niko hapa, lakini naona vitu vingi sana. Anyway, ushakasema kama namharibia kazi, kuwa makini bwana shemeji, na ikiwezekana mfukuze, mtafute mfanyakazi mwingine. Sawa, hilo mimi nimelichukua, nitalifanyia kazi. Vipi? Chai wewe umeshapata nini? Bwana shemeji, mimi ndo kwanza hapo, nishakunywa tayari. Tukawa tunakusubiri Father House uje ufanye yako. Una nini? Hivi sister, hapa nyumbani kwenu mnaishije? Shida nini? Yaani hivi ndo mnavyotakiwa kuishi na wageni? Yaani saa 9 kasoro hii sister yangu, mimi nahangaika huko kote natafuta msosi, hamna kitu. Naenda mezani, naenda huko jikoni ndo natokea huko sasa hivi sioni kitu chochote yani. Yaani ndo mnavyoishi hapa kwenu. Hiyo ndio kuniambia Juli mpaka sasa hivi hajapika. Yaani sister angekuwa amepika yeye, mimi nisingekuja kukulalamikia, kuja kukugongea huko mwenyewe umepumzika zako. Juli hajapika mpaka dakika hii nakwambia, na mimi njaa inauma kweli yani. Ndio.
Hivyo una matatizo eh? Hiki si chakula? Au mimi sioni hapa? Si chakula hiki hapo. Au tena ulikuwa unataka dada njoo nilishe nikae hapa tena naweza kukulisha wewe. Eh? Kutokumpenda mtu ndio kumfanyia yote haya? Muone kwanza. Ukubwa wa bure. Usiku ukishuka, kimya kinazungumza, hatua za pole gizani zinatembea, mlango unalia kama una siri, kuna macho yanatazama bila kuonekana. Hivyo mimi nagonga mlango sikii? Zaidi ya mara 4 nusu saa kabisa nimekaa nje hapa. Au kazi imekushinda wewe? Nisamehe. Sikusikia. Nimekuwa nimelala kidogo. Shana, nimepitiwa na usingizi. Kama kazi imekushinda niambie niongee na tajiri uondoke. Njoo mama, njoo. Kuna kitu nataka nikwambie. Kwa jina naitwa Mkude. Handsome boy wa Kiluguru. Emani from Morogoro. Kiufupi, toka nije hapa sijawahi kuona beki tatu mzuri kama wewe. Hivyo basi, mwenzio nimekupenda. Nahitaji kuwa na mahusiano na wewe. Usipoyaona Musa utayaona Firauni. Na hicho kichwa chako kipo kama vikalia vya mtoto. Eti tangia nimeona mabeki tatu, sijaona beki tatu kama mzuri. Unaanza kwa na mimi? Sikia nikwambie Juli. Mwenzio wanawake kama wewe kuwa nawapenda. Yaani napenda mwanamke anisumbue tu. Yaani mimi ndo na enjoy, yaani naamini kama huyu mwanamke ananipenda. Kwa hiyo usinitishe. Kikubwa nakupenda, nitakupambania. Nakupenda kwa hiyo unaweza kuwa wazi na mimi. Kuna mtu kama mimi, mtoto na rangi moja kama mzungu. Alafu usichokijua, mimi na bosi ni kama vile watu ambao tumefanya kazi muda mrefu sana. Kwa hiyo bosi mimi ananifahamu vizuri. Ukinikubalia, nitamwambia bosi akuongeze mshahara hata mara 3 ya sasa unayolipwa. Unaona mimi haya katotozeze, ukikaambia tu na biskuti njoo ndani nakuja. Kaka, mimi muuni. Alafu mimi sio mtu 2090 ago, nitakupiga kichwa mpaka bosi wako akija kukuta damu zimemwagika. Wewe usichukulie poa. Wewe Eti mtoto 2000. Kijitu chenyewe nakifanyia huruma. Yaani kuna wanawake bwana, unamtongoza kwa lengo la kumsaidia yeye lakini yeye anakukataa. Lakini ni kazuri. Yaani kama anaenda, kama anabo, kama anarudi, kama anabaki, na tena kama anakuja, kama anakam. Lakini tumakalio twake kama matofali ya kuchoma vile. Nitampata tu. Wewe Juli, wewe. Nataka kuongea na wewe. ngoja niweke nikate na kuja.
Sikia Juli, nikwambie. Mimi najua mimi na hatupatani kabisa. Yaani kabisa mimi na wewe ni paka na panya. Swadata. Yaani hapo hujakosea. Yaani kama bupu wewe miechi. Azizi kabisa. Nimekuja kukusikiliza, Sawa. Tuachane nayo yote. Yaani haijalishi mimi na wewe hatupatani kiasi gani, hatuelewani kiasi gani, lakini naomba unisaidie kitu hichi kimoja. Kitu gani unanitaka? Bwana acha utani bwana. Mimi nikutake wewe. Sikia Juli. Sio masiara. Mimi nahitaji kukufahamu. Kama unataka kunifahamu wewe unijue. Sitaki kujua makario yako. Sitaki kujua jina lako zaidi. Nataka nikujue wewe ni nani. Unakaba? Kaba. Ili hapa. Aliona? Ili hapa. Unataka kunifahamu mimi? Upo serious? Juli bwana. Kwa nini nimevimudu vingapi? Nimeviona vingapi? Nachohitaji mimi ni kujue tu basi. Toba. Nini kinakushangaza? Kwa unaona nini cha ajabu? Unaona nini cha ajabu? Macho yangu yanakutazama wewe. Hichi ulichokiona ni siri yako ya pili. Ukija ukimwambia mtu, huo moyo wako utakuwa halali yangu mimi. Unaniangalia? Atoka. Toka. Shamba kuku wewe. Mikono yake imebeba siri, moto wa taa unazimika pole pole, na kivuli chake kinakuwa kikubwa. Julieti, kitoto cha 2000, mrembo usiokuwa na makuu. Sijawahi kuona beki tatu mzuri kama wewe. Wewe kaka unawashwa. Una shobo. Panavukuna na hivyo vilaba vyako kama mchali. Hivi unajua mimi sikupendi wewe na hizo ndevu zako kablash. Nilikwambia hapo awali. Haijawahi kutokea handsome boy kama mimi afu akafanya kazi za ulinzi. Hivyo unatakiwa kutumia fursa hii kunikubalia, kwa sababu mimi ndio handsome boy pekee wa Kiluguru ambaye nafanya kazi ya ulinzi. Hakuna handsome boy kama mimi. Sasa na kushangaa unavyoendelea kunibania na kunikazia. Hivi unadhani sioni warembo wengine? Mimi nakutaka wewe. Unatakiwa kunielewa. Hindi samboyo wa Kiluguru. Na hilo chogo kama mwiko. Utosi umepanda juu tazani hivi mtu mzima ovyo. Kwanza wewe ni mkubwa ni mdogo? Maana unaona utosi bado unapumua. Nawe masikio yani kama kaupaa hivi kale kakupakulia mboga. Hiyo pua imepanuka hivi. Unajua unamtisha? Baba nikuulize kitu. Uliza. Ushawahi kuona mwanaume ambaye ana sura ya mama, umbo la baba? Nakuuliza. Ushawahi kuona sura ya mama, umbo la baba? Sasa ndo mimi. Nakwambiaje, ukiona mwanaume amebeba sura ya mama, basi huyo mwanaume ni handsome boy na ndo mimi.
Yaani siku zinavyozidi kwenda na jinsi unavyozidi kukuangalia wewe, kweli naanza kugundua kweli binadamu wa kwanza ni sokwe, lakini sokwe wewe ni albino. Sikia, yaani ukiendelea na hizo tabia zako za kishamba, namwambia tajiri kwamba yule mlinzi wako ni mpuuzi, ananitaka. Yaani nitatia chumvi, ananifuata chooni, ananichungulia, ufukuzwe kazi. Usichojua, mimi na bosi tumefanya kazi kwa muda mrefu sana, hivyo kumwambia kwako wewe utajisumbua tu, kwa sababu ukienda kumwambia hivyo mimi nitageuza maneno alafu nitakukazia, na kwa sababu bosi ananiamini, umekwisha. Nitakutambaliza hizi kama kuku ambaye ameingia ndani, alafu uko ndani kuna mtu ambaye ana uchu wa nyama. Ndio mimi sasa. Kwa unajigamba? Unajigamba kwa ajili yangu mimi? Sasa tutajua. Nenda mwambia bosi atachagua kati ya beki 3 au mlinzi mjinga. Yaani wewe kaka ni mbaya. Yaani sikupendi. Yaani sio hata nikwambiaje. Yaani nakuchukia. Sasa sikia nikwambia. Tusifikie huko kubaya. Tutaharibiana CV. Wengine sisi tumesomea hii kazi. Hivi unajua kwamba mimi na degree ya ulinzi? Usinione hivi. Nina degree ya ulinzi niliyoipata Johannesburg, Marekani. Mwangalie kwanza kaka ovyo huyu. Sura kama iti shamba. Vitoto vya 2000 bwana. Vinalinga kimtu chenye na kionea huruma tu. Eti kinanikazia. Mpaka sasa hivi bado naendelea kuchanganyikiwa, hasa kuhusiana na swala la huyu dada mfanyakazi hapa ndani. Nashindwa kuelewa kwa nini yuko hapa, maana tukisema kazi, huyu anaonekana sio mfanyakazi wa kawaida, ana lake jambo. Sasa je, hilo jambo ni jambo gani? Kwa nini ni yeye na kwa nini kwenye hii familia? Anaonekana wazi kuwa hana nia nzuri na hii familia. Nazidi kuchanganyikiwa, sijui nini cha kufanya. Nachoka tena, nachoka haswa. Hii kubwa kuliko. Swaumu, habari ya shule? Nzuri mama. Yaani umepungua, yaani nguo yote hii imekuwa haijakukaa vizuri. Yaani huko mama, yaani huko kumekuwa makande tu. Masomo yalikuwa magumu Sasa kipi kilikuwa kinakushinda wewe? Kiingereza au biology? Ni nini hapa? English. Mpaka leo wewe Kiingereza hujui? Najua kiso sana. Mimi nataka ukija hapa ni tuongee mpaka kila mtu aseme kweli huyu mtoto anasoma. Sawa? Ulimisi kula nini mwanangu? Maana hapa sasa hivi tunarudi kazi. Chochote tunachotaka tutakupikia. Chips. Unanukuwa uli chips wewe. Na nini? Sausage mama. Basi sawa. Julie. Amemada. Mjo. Abe madam. Vipi huko kuna nini jikoni? Nimepika ugali na dagaa. Basi Swaumu utamtengenezea chipsi, mtafutie na sausage kwenye friji, si zipo? Hapana, sijaangalia, nikiangalia nakuja kukwambia. Kaangalie, Swaumu anataka kula chips na sausage. Afu binti yangu alikuwa boarding ndo amerudi. So wewe unamwangalia vizuri sawa? Sawa madam. Yaani kila kitu kuhusu yeye utakuwa makini wewe, sawa? Hakikisha. Tumeelewana? Sawa madam. Shikamoo dada.
Marahaba, ujambo Odo? Haya, karibu. Nikiwa sipo utakuwa unamwambia dada kila kitu, sawa? Haya, endelea na kazi zako. Hakikisha nilichokuambia. Karibu. Shikamoo baba. Marahaba, ujambo? Sijambo baba, nilikuwa nina shida, maana nilipokuwa napika nyanya zimeniishia. Kwa nilikuwa naomba hela niende sokoni. Sawa, ngoja mimi nipumzike kidogo, alafu nina ratiba ya kutoka. Kwa nitakavyokuwa kwenye mizunguko yangu, nitapitia sokoni kununulia mahitaji yako. Sawa? Sawa. Sawa, unaweza kwenda. Sawa. Dada, nini shida? nimekuja kukwambia njaa inaniuma toka asubuhi sijala hujapika chochote. Kwa hiyo unaona mimi nafaidi ninapolala ndani mpaka uje nipigie kelele. Kwanza wewe kupika uwezi? Mtu umekomaa kabisa, unajua hadi kujichana nywele, unashinda kwenda kupika wewe. Tamwambiaga mama kila kiondoka au nipikiege chakula nashindisha na njaa. Hapo kwanza nicheke. Kwa hiyo mama yako ukimwambia mimi nitafanyaje? Nitakufa? Au labda yeye mama yako ukimwambia atanifukuza kazi? Wewe sikia, sinipande kichwani. Mwisho nikakupiga hapa, nikapata kesi ya mauaji kabla siku zako. Atoka nje. Toka. Shamba wewe. Ila watoto wengine sijui wapoje. Sijui anajua huko ndani mimi ndio bektatu wao. Nikampiga nikamnyoa bure. Usiku ukishuka, kimya kinazungumza, hatua za pole gizani zinatembea, mlango unalia kama una siri, kuna macho yanatazama bila kuonekana, ukigeuka nyuma hakuna mtu, lakini pumzi ipo karibu sana. Ukijaribu kukimbia gizani, kivuli kina. Alafu baby, mbona Juli simuoni hapa, yuko wapi? Alafu umenikumbusha ngosha sawa. Juli. Be madam. Vipi, mbona hujikunywa chai? Mimi nimeshiba, sijisikii kula. Umekunywa wapi? Madam, mimi sijisikii kula kabisa leo asubuhi. Inawezekana ikawa. Mimi nitasema nini sasa?
Hata hivyo wapishi hao mara nyingi huwa wanakula kwa jikoni wakati wanapika. Unaweza kawa. Basi sawa, endelea na kazi zako. Tabasamu lake linaficha giza, mikono yake imebeba siri, moto wa taa unazimika pole pole. Basi mume wangu, nataka nikuambie kitu. Hivi unajua kakaangu na Julia wana matatizo. Kakaangu anataka Julia aondoke hapa. Afu mimi namuona Julia hana shida yoyote, anafanya kazi zake vizuri, sijui kwa nini eti. Unachokisema ni kweli. Hata mimi kuna baadhi ya vitu nilikuwa tayari nimeshaanza kuviona katikati yao, lakini kaka yako mimi naona bado kama ana ushamba fulani hivyo akijijini. Si unajua watu wa kijijini wanapenda kufanya kazi zao wenyewe. Kwa unavomletea mada sio za mfanya kazi, anakuwa kuelewi kabisa. Sawa, hamna shida, lakini kwani anaondoka lini? Hata sijui, kutokana na vile nilivyokuelezea, kwa sijajua anaondoka lini. Lakini kwa namna ninavyomuona hawezi kukaa siku nyingi, atakaa tu siku 2-3 alafu ataondoka. Kwa hiyo mimi nina wazo, tuendelee kumpa moyo hivi hivi akiwa anatuletea matatizo yake, alafu yakiondoka sisi tunaendelea kuishi kwa amani. Sawa, haina shida. Afu baby, vipi kuhusu Lishao? Bado nalifanyia kazi jambo lako. Kweli nikishafanikisha tu nitakupa majibu mazuri. Sawa? Sawa. Jamani, kipala mbabe na hizo ndevu jamani, kablashi ananilia chooni. Nani wewe? Fungulia mlango basi. Juli, kwa nini unaendelea kunifanyia vitu ambavyo hata sikuelewi? Sikia, mimi ni mtu mzima bwana, usiendelee kunifanyia vitendo kama hivyo hali ya kuwa hata hujanikubalia. Alafu sasa mimi sitamani tuendelee hivi, mimi natamani unipe jibu langu. Sasa unavyoendelea kufanya hivi unadhani mimi nitakuelewaje? Yaani kukuchua mtu na kukushika ndevu hivyo moyo unasisimka. Sikiliza wewe kitoto cha 2000. Mimi ni mtu mzima. Hata kama nimekupenda wewe kitoto cha 2000, lakini nimekupenda na maanisha. Yaani mimi unavyolalamika, unavyohuzunika ile mimi ndo I like. Yaani napenda najisikia vizuri mpaka nikitembea hivi unavyolalamika mimi ndo. Kwanza hadi kamwili kananona au unasemaje? Nataka jibu. Of course. Nipe jibu tu. Kwani mara ngapi nakwambia nakupenda? Mara ngapi nakusisitiza kuwa nakuhitaji? Nakuomba basi, mjali basi hisia zangu. Kwani mimi kukupenda wewe ni kosa? Mimi nimekukubalia. Usiniambie umenikubalia. Lakini sijakukubalia moja kwa moja. Sawa? Fanya hivi. Baadaye ukitulia, ukipata muda usiku, fanya uje chumbani kwangu. Negadombi madi hiyo nimepitisha. Usiku mapema nishafika ndani ya mji.
Ukitaka kuniambia leo umewahi kuamka kwa sababu ya kuangalia katuni? Baba, afu niko sina hata usingizi. Tuna usingizi wapi? Sema hivyo. Vikatuni vyako hivyo ndio vinakuamsha asubuhi. Lakini sawa. Sisi tunatoka. Mimi pamoja na mama yako. Kuna mahali tunaelekea. Kwa hiyo wote tutakuwa hapa. Lakini tutajitahidi sana tuwahi kurudi. Sawa? Lakini baba, basi tuende wote. Hiyo sehemu haruhusiwi kwenda watoto. Lakini usijali mwanangu. Nitakuletea zawadi. Haya, niambie, unataka zawadi gani? Chocolate. Haya, nitakuletea chocolate 2. Sawa? Haya, asante. Mume tayari. Bye. Hivi ni wewe au nimekufananisha? Ni mimi. Juli. Maneno haya umeanza kukaa lini au umepanga lini? Unakaa wapi Juli? Maana wewe tukikuona sehemu ujue kuna jambo. Unakaa wapi hapa? Sengo, punguza ujuaji. Nitakuchekecha. Tena uchekecha hapo chini. Unazuhura sana. Hizi habari ikizisikia sehemu yoyote, kama umeniona maeneo haya. Sawa, mimi nimekuelewa. Mimi simwambii mtu yoyote. Mdomo koma kabisa, koma. Sisemi kwa mtu yoyote Juli. Sengo, mimi sio mtu wa masiara. Afu niko kwenye sura ya mbuzi. Sikai kumwaga damu. Yaani huo moyo wako unavodunda hivyo, tamani ni utafune. Na mimi je, unaweza ukanipatia hivyo vitu kidogo niuze nguo haraka? Dada Juli huyo. Unajua bwana shemeji, kuna swala nataka nikwambie. Na jambo gani hilo? Na hilo swala ni kuhusiana na huyu mfanyakazi wako. Huyu mfanyakazi wako vipi? Hapana, nitaka nikwambiaje? Jana alipikia chakula kitamu sana. Yaani sijawahi kula chakula kizuri kama alichokipika jana. Unajua, kwa namna ulivyoanza kuongea ni kama vile kuna jambo unahitaji tuzungumze, alafu jambo lenyewe ni baya. Sasa kumbe ni masuala ya chakula, ndugu yangu. Mbona Juli ni mfanyakazi mzuri tu na anapika chakula kizuri tu tangu amefika hapa. Ila kama wewe umeliona sasa hivi hilo, shemeji utakuwa umechelewa bwana. Na vipi kuhusu shemeji? Chokweli mpaka sasa hivi sijui nifanye nini bwana shemeji. Yaani sijajua tufanyaje. Mimi nakusikiliza wewe tu bwana shemeji. Basi hamna shida, kama umeniachia mimi pia ni sawa. Ngoja niweke ratiba vizuri, alafu tutaangalia namna ya kulimaliza hilo.
Si nimekwambia ufue? Aya, amka. 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 Amka mshamba wewe. Wewe unajikuta nani kwanza? Si nimekwambia ufue mpaka saizi umelala? Lakini dada, hizi kazi zote nazofua mimi hiyo kwa sababu zako wewe, kazi zako weza kufanya. Dogo, nitakutia vichwa. Wamekuja hapa kwa sababu ya nini? Humu ndani kila mtu na bosi wake. Sio, unanielewa? Mama yako na baba yako ndio mabosi zangu mimi, ila ukija wewe ngisi mdogo, mimi ndio bosi wako mshamba wewe. Wewe hujaja hapa kuchati. Bwana umekuja kufanya kazi. Sio yote kazi unakuja hapa kuifanya, kazi ya nini? Namwambia mama, wewe kelele unabishana na mimi. Unakuja kumwambia mama yako? Kuna nini mimi mama yako namuogopa? Sikia kwanza nikwambie. Ukija kumwambia mama yako, niangalie huo mdomo wako na ugeuza nyuma. Sawa eh? Si unamwambia amekuja amekwambia nini mamako? Mshamba huyu. Na hizo nguo ziishe. Fua nguo zitakate kama mashine ya umeme. Yaani ikipita muda kukagua nyeupe zinang'aa. Shamba kuku huyo. Kuna macho yanatazama bila kuonekana, ukigeuka nyuma hakuna mtu. Wenjiwa, fua hizo nguo, fanya haraka. Unaniangalia hata huruma? Unadhani mimi najua uchungu wa miezi 9? Wewe vipi wewe? Leo nimechoka kufua. Hapa kuchoka mpaka utavoenda mbinguni. Nisikilize mtoto. Kupumzika hapa mbinguni. Sijui unanielewa? Afu usiniangalia kuzani nitakuonea huruma. Mwisho nikakutia ngumi hilo. Mpaka ukilala unaniota. Fua haraka. Fanya kama mashine ya umeme. Mimi ndo najisikia vizuri hivyo unavyoteseka mshamba wewe. Huyu naye mpaka saizi ajibu message. Unaniangalia kwa huruma? Utasema, yani mpaka useme. Kwa nini? Chibu, kuna kitu nataka kukwambia. Nakusikiliza. Ina memba yako. Wewe. Hebu kuwa serious bwana. Kuwa serious kabisa kabisa. Kwa sababu hili swala sio la utani. Alafu ujue ni swala la mimba. Alafu sio mimba tu, wewe ni mfanya kazi. Yaani bora ingekuwa mtu mwingine uko nje, si msichana wa nje, kweli tungeje tunafanyaje? Wewe. Hebu naomba unisikilize. Hiyo mimba toa. Mimba sitoi. Na una cha kunifanya? Utajua wewe cha kufanya ili mimi ni survive humu ndani na siondoke. Utajua cha kufanya wewe na mke wako. Usiku ukishuka, kimya kinazungumza. Hatua za pole gizani zinatembea. Mlango unalia kama una siri. Kuna macho yanatazama bila kuonekana. Ukigeuka nyuma hakuna mtu. Lakini pumzi ipo karibu sana.
Usijaribu kukimbia. Shikamoo madam. Madam, mimi natoka. Kuna tatizo? Hapana. Mchana unapika nini? Najua labda umeongea na Swaumu anataka nini ili mchana nijue cha kumpikia. Sasa Swaumu alisema anataka kula ndizi nyama, sawa? Alafu jioni akisha babako alisema anataka kula tambi na sausage. Tumeelewana? Sawa, nimekuelewa madam. Pale ndani kuna nguo zangu. Naomba uchukue unifulie. Haya. Au kuna jipi? Amna. Bye. Oh. Halo kiongozi, nishapajua pale anapoishi yule binti. Sawa basi kiongozi. Hamna tatizo kiongozi wangu. Haya. Kumbe kanakaa pale. Usiku ukifika, milango ifunge, maana kivuli chake. Juli mdogo wangu. Pe dada. Nimekuja hapa mdogo wangu. Kuna kitu nataka unisaidie. Tu gani tena dadangu? Yule mlinzi wenu pale getini Mkude. Mdogo wangu yule Mkude mimi nampenda sana. Kwa wewe umekuja yaani ni kazi ni kumfuata Mkude. Nimempenda. Na ninampenda. So nimempenda tu na ninampenda. Kwa nataka alienisamu na Kiluguru. Ndogo wangu, mapenzi hisia. Hauwezi jua mimi nimempendea nini yule. Ndio maana nakwambia nimempenda na ni pia nataka nikupe hii kazi uende ukaongee naye. Kama unamuona mbaya, mimi namuona mzuri. Afu kingine hii ni yaani nimekuja kwako wewe. Sababu uko na leo umechangamka. Usije kumwambia bosi wako. Maana hata bosi wako hajui chochote kuhusu hilo. Na sijataka kumwambia kwa sababu angenihisi mimi vibaya. Ndio maana nimekuja. Kwa hiyo nina imani kazi yangu utanifanyia vizuri ndugu wangu. Yaani sitaki kuamini kabisa. Kwa hiyo saizi hapo yaani moyo wako ukimwona Mkude unadunda dunda huko ndani. Alafu nikuahidi kitu kimoja. Ukiona ushawishi wa mdomo unakushinda, mimi nitakupa pesa uende ukampe. Si umenielewa? Hebu lete hela hizo. Koja basi nikupe soda uende ukampe. Hiyo ni soda. Jambo langu utakapolifanya vizuri, yatakuja mengine zaidi ya hali. Nasi ushanielewa mdogo wangu. Lakini chunde. Usije kumwambia dada yako. Maana hili jambo dada yako halijui. Hata ujio wangu hapa nimekuja kwa ajili yako wewe. Kwa hiyo naomba tujue mimi na wewe. Sawa? Nina imani kazi yangu utanifanyia vizuri. Kweli mapenzi hisia. Mimi mwenyewe nimekaa hapa muda mrefu ndani hata kuja kunipa hela ya soda. Kwa sababu ya Mkude leo mnatoa hela za soda. Buju. Sasa ungeniacha kabisa namba yako ili kama mambo ya kitiki kwa Mkude
ili nikupigie kabisa. Nenda nikuandikie. Hiyo basi, saa mdogo wangu, mi naondoka. Ni kweli kiongozi bwana, mimi nimefanikiwa kumuona yule binti ambaye mlikuwa mnamtafuta kwa muda mrefu, na nimekutana naye tu mitaani hapo wakati naendelea na harakati zangu. Unamaanisha Juli, sio? Ndio kiongozi, ni huyo huyo. Yeye labda umemwona sehemu gani? Kidogo ni mbali na maeneo yetu hapa. Nikiwa katika harakati zangu za kuuza nguo ndio nikagumiana naye, na kwa mazingira ambayo nimemuona ni mtu ambaye akai mbali na maeneo yale nilomuona, ni atakuwa nakaa maeneo yale tulipokutana. Na huo mtaa mimi siwezi kusahau kwa sababu ndo napitaga sana kwenye harakati zangu. Na ulibahatika kufahamu nyumba ambayo anaishi? Kwa hilo sikubahatika kiko, kwa sababu tulikutana tu njiani na nilitamani kweli kumfuatilia nijue anapoishi, lakini kulikuwa kuna mambo kidogo yakatokea nikatimua zangu mbio, kwa hiyo sikufanikiwa kujua wapi anapoishi. Basi sasa kuna kazi inabidi nikupia ziada. Hebu fanya mpango, uchunguze kadi uwezavyo, ili uweze kubaini kwamba anakaa kwenye nyumba gani. Utakapojua kwamba anakaa kwenye nyumba gani, iturahisisha sisi kama serikali kuweza kujua nini cha kufanya na namna gani tunaweza tukamkamata. Basi sawa kiongozi, mimi ni kuahidi tu kwamba nitalifuatilia hilo lilolisema, na endapo nitagundua chochote kinachomhusu yeye, basi mimi haraka nitakuja kukupa taarifa kiongozi wangu. Hiyo itakuwa nzuri. Na jambo lingine ni kwamba nikipata muda itabidi nikuite unipe maelekezo namna gani jinsi ya kuweza kufika pale, au hata ikiwezekana tuongozane, ili niweze kujua kwanza mtaa ambao anapatikana, ili na sisi kama serikali tusikuache tu jukumu wewe, tukae na kuangalia namna gani ambavyo tunaweza tukalifuatilia hilo jambo. Sawa. Asante sana kwa hiyo taarifa. Mimi niendelee na mishe zangu. Karibu sana. Usiku ukishuka, kimya kinazungumza, hatua za pole gizani zinatembea, mlango unalia kama una siri. Mkude endi tamboi la Kiluguru hilo. Mambo Juli, mtoto ambaye unanisumbua sana. Hivi unataka nitumie muda gani kukufikiria wewe? Kude, mimi na ujumbe wako mwana. Una ujumbe gani na unatoka kwa nani? Umetoka kwa yule binti rafiki yake madam. Mtoto fulani hivi cheupe hivi, kibongi kipo kama kibuyu hivi. Cheupe? Mtoto kina titat. Unataka uniambie ni huyu mdada anayekujaga rafiki yake madam? Ndio huyo yule rafiki yake madam, ambaye anakujaga mara kwa mara hapa na madam. Tata, yule binti anakupenda, na sio kukupenda tu, yaani mpaka anachanganikiwa, yaani kwa jinsi alivyokuwa ananielekeza mimi mwenyewe nikasema kweli hapa Mkude tunakula wali. Ama kweli mapenzi ujinga. Yaani yule unayempenda yeye hakupendi, alafu usimpenda yeye ndo anakupenda. Yaani mimi nakupenda wewe, alafu mapenzi yangu mimi unapeleka kwa mtu mwingine. Hivi hebu nisikize kwa makini. Mimi kukupenda wewe sio makosa, ninakupenda kweli. Alafu usichojua, mimi nakuwazia future wewe. Najua kabisa nikikupata wewe na kuandaa kuwa mke wangu, lakini sio hiyo mikurubendo unaonitafutia wewe. Sasa na wewe ndo unaanza kuharibu.
Yaani mimi nakuletea habari nzuri za sapta, naweza kuletea love story hapa za mapenzi. Nimekwambia binti anakupenda, anaweza kuniambia mimi unanipenda. Kashana kabisa hadi nakuhudumia, kanituma mimi hela hii ya chai. So chai tu na soda unywe. Yaani hapo unavyosafisha gari hapa, unakunywa na soda, unajisikiaje? Sasa sikia. Nisikilize wewe binti, usione kuchafuka ndevu huku ukazani labda mimi ni Mwarabu Koko. Mimi ni Samboi la Kiluguru, a man from Morogoro, mji kasoro bahari. Sura ya mama, mwili wa baba, mama Moi na Mkude. Hii hela ulionipa sihitaji, mpelekee huyo kurubenda aliyekupatia. Yaani wewe unapewa hela unakataa? Kwanza mimi nitairudisha? Hela siirudisha, hela naichukua. Hii hela akakupa ingekusaidia hata ukienda kununua hata shevu unyoe hizo ndevu. Vitakataka vyako hivyo ungetoa. Unaangwa hela unakataa. Kwa hiyo unajikuta nani? Unajikuta Yesu mtume? Hii hela mimi sirudishi. Mtu unasaidiwa au kidogo angalau maisha yako yaende vizuri. Mwanamke anakutongoza, anaanza kukuhudumia, alafu unaleta maseki. Tia wewe. Toka. Nakwambiaje? Toka. Mama, niambie binti yangu, mimi kuna kitu nataka kukuambia. Nini tena mama? Mimi naona tubonge kavod, maanake kikapu sina hata amani kuna hii nyumba. Una amani kivipi? Niko mimi hapa, mama yako, baba yako yupo, shida nini? Sio hivyo mama, damu nanitesa kila siku, naomba nifue nguo peke yangu. Analeteaga nguo zote nazionaga nje ambazo zimefuliwa, fui hela, fua mimi. Mdenge anipi chakula kwa wakati, nikimwambia ananikalikia. Sawa mwanangu bana. Sasa kukufua, sijui kuosha vyombo, si dada anakufundisha? Anakufundisha kwa sababu ushazoea kukaa bweni, hufanyi chochote. Hapa anakufundisha ufue, oshe vyombo. Wewe mwanamke mwanangu. Mama ujui tu, ukiondoka wewe na baba, labda ungekuwa naishi na mimi hapa, tunakaa wote kuanzia asubuhi mpaka usiku, mngeelewa kila kitu. Sema najua hawezi kuamini. Kwa hiyo hauli? Ndio. Haunywi maji, unakunywa chooni, unafanyishwa kazi na huyu Ijuli au kuna mtu mwingine? Huyo. Swaumu, acha bwana, huo una mambo ya ajabu kweli. Haya, kama ni hayo yamekutokea, mbona hujawahi kuniambia? Ndio kwanza unaniambia leo. Kama unashinda njaa, mbona nikirudi kazini huniambii mama anashinda njaa? Naogopa unaanza kunisema kwa sababu mnaondokaga peke yenu huko, wewe na baba. Inawezekana hata mkiondoka naweza hata nipiga. Naogopaga kusema mama. Yaani anafanya wewe kwa sababu gani? Basi ondoa shaka mwanangu, mimi nitakaa na Yuli, nitaongea naye, haya yote ataisha. Sawa mama? Sasa usiache kuwa na furaha, kwa sababu upo nyumbani kwa ajili yangu mimi na babako. Tumeelewana? Mama, haya yote ataisha. Sawa, usijali kipenzi changu. Ancho na unapenda kudeka mwanangu wewe. It's all day. Yes, hello. Mpaka muda huu tunavyozungumza tayari nishagundua binti anaishi wapi.
Kwa hiyo haupaswi kuwa na wasiwasi, nitalifanyia kazi. Sawa, haina shida. Usiku ukishuka, kimya kinazungumza, hatua za pole gizani zinatembea, mlango unalia kama una siri, kuna macho yanatazama bila kuonekana, ukigeuka nyuma hakuna mtu, lakini pumzi ipo karibu sana. Ukijaribu kukimbia gizani, kivuli kinakuja tena.